Naam, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, tunawasalimuni popote mlipo kwa muda kama na huu, na tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu ya pili ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku, leo tarehe 22 Februari mwaka 2026. Na leo tutakwenda kuzungumzia kisa hichi cha rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye uchambuzi wa kisheria uliochapishwa na Harvard Law School umefungua tena mjadala kuhusu uwajibikaji wa kimataifa wa Rwanda katika mzozo unaoendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utafiti huo unaoitwa Rwanda's Aggression in Eastern Democratic Republic of the Congo: Avenues for Accountability, uliotayarishwa na mwanasheria Daniel Levin-Pound, unachunguza iwapo uingiliaji wa Rwanda unaweza kisheria kutafsiriwa kama kitendo cha uchokozi kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Wakati Washington ikifikiria kuanzisha duru mpya ya vikwazo dhidi ya Kigali, uchapishaji huu unazidisha mijadala ya kidiplomasia na kisheria kuhusu nafasi inayodaiwa ya Rwanda katika kuyumbisha hali ya usalama katika Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Uwezekano wa kutafsiriwa kama matumizi haramu ya nguvu. Kwa mujibu wa mwandishi wa utafiti huo, ushiriki wa kijeshi wa Rwanda moja kwa moja kupitia uwepo unaodaiwa wa wanajeshi wake na kwa njia isiyo ya moja kwa moja kupitia msaada kwa kundi la wahasi la M23 unaweza kuchukuliwa kama matumizi ya nguvu dhidi ya mamlaka ya ardhi ya DRC. Ripoti kadhaa za wataalamu wa Umoja wa Mataifa katika miaka ya hivi karibuni zimeeleza madai ya uwepo wa wanajeshi wa Rwanda nchini Kongo pamoja na msaada wa vifaa na uratibu wa kijeshi kwa M23. Hata hivyo, Kigali imekuwa ikikanusha tuhuma hizo mara kwa mara. Utafiti huo unaeleza kuwa ikiwa itathibitishwa kisheria kwamba Rwanda ina udhibiti wa moja kwa moja juu ya M23, basi hilo linaweza kuhusisha uwajibikaji wa kimataifa wa taifa hilo chini ya kifungu cha 2 na cha 4 cha hati ya Umoja wa Mataifa kinachokataza matumizi ya nguvu dhidi ya taifa huru. Serikali ya Rwanda mara kwa mara imehalalisha hatua zake kwa misingi ya usalama ya taifa, ikitaja hasa tishio linalodaiwa kutoka kwa kundi la FDLR linalofanya shughuli zake mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, uchambuzi huo wa kisheria unaonyesha kuwa hoja hizo huenda zisikidhi masharti madhubuti ya kifungu cha 51 cha hati ya Umoja wa Mataifa kinachoruhusu haki ya kujilinda. Kwa mujibu wa mwandishi, matumizi ya hoja ya kujilinda yanahitaji ushahidi wa shambulio la silaha lililo karibu na linalolingana kwa kiwango, jambo ambalo bado linabishaniwa katika kesi hii. Utafiti pia unachunguza uwezekano wa tukio hilo kutafsiriwa kama uhalifu wa uchokozi chini ya mkataba wa Roma wa Mahakama ya Kimataifa ya Jinai CPI. Ili shtaka hilo likubalike, ukiukwaji lazima uwe wa wazi kwa tabia yake, uzito wake na ukubwa wake. Hata hivyo, kuna kikwazo kikubwa: mipaka ya mamlaka ya CPI katika kushughulikia uhalifu wa uchokozi. Mashtaka dhidi ya kiongozi wa taifa aliye madarakani kama Paul Kagame yangehitaji ama rufaa ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa au masharti maalum ya kuridhia mamlaka ya mahakama hiyo, jambo linalofanya hatua kama hiyo kuwa vigumu katika muda mfupi. Njia mbadala za kisheria na za kidiplomasia ni kutokana na vikwazo hivyo. Utafiti unapendekeza njia nyingine zinazoweza kutumika kuwajibisha Rwanda kimataifa, zikiwemo vikwazo vya nchi moja kwa moja au vya kimataifa, mashauri mbele ya Mahakama ya Kimataifa ya Haki CEJ, na mifumo ya kikanda au juhudi za pamoja za kidiplomasia.
Hatua hizi, ingawa ni nyeti kisiasa, zinaweza kuathiri uhusiano kati ya Kigali na washirika wake wa kimataifa. Mjadala unaotarajiwa kuongezeka ni katika mazingira ya kuongezeka kwa mapigano mashariki mwa DRC na tuhuma za mara kwa mara za ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Utafiti huu wa kitaaluma unatoa mwanga wa kina wa kisheria bila kuwa uamuzi wa mahakama. Rais wa Rwanda Paul Kagame amekuwa akikanusha vikali madai ya ushiriki wa moja kwa moja wa nchi yake katika operesheni za M23, akisisitiza kuwa hatua za Rwanda zinachukuliwa kwa misingi ya kulinda usalama wa taifa dhidi ya vitisho vya kikanda. Ingawa hatua ya kisheria katika ngazi ya kimataifa inaonekana kuwa ngumu kwa sasa, uchapishaji huu umeimarisha mjadala mpana kuhusu uwajibikaji wa mataifa na viongozi wao katika migogoro ya mipakani katika ukanda wa maziwa makuu ya Afrika. Kwa miaka kadhaa sasa, mashirika ya kutetea haki za binadamu pamoja na waangalizi wa kimataifa wamekuwa wakielekeza macho yao kwenye mfululizo wa vifo na mauaji yanayowahusisha pia wapinzani wa Rwanda, waandishi wa habari, wakosoaji na waliokuwa karibu na madaraka, baadhi yao wakitokea nje ya nchi. Serikali ya Kigali imekuwa ikikanusha mara kwa mara kuhusika kwake katika matukio hayo. Hata hivyo, visa kadhaa vimegusa hisia za umma na kuchochea mjadala wa muda mrefu kuhusu usalama wa wapinzani wa Rwanda wanaoishi uhamishoni. Wapinzani waliolengwa, miongoni mwa kesi zinazojulikana zaidi ni ile ya Patrick Karegeya, aliyekuwa mkuu wa ujasusi wa Rwanda na mkosoaji wa Rais Paul Kagame. Alipatikana amefariki kwa kunyongwa katika hoteli moja nchini Afrika Kusini mwaka wa 2014. Mamlaka za Afrika Kusini zilieleza tukio hilo kama mauaji ya kisiasa, ingawa hadi sasa hakuna hukumu ya mwisho iliyotolewa. Kesi nyingine mashuhuri ni ya Seth Sendashonga, aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani kabla ya kuwa mpinzani uhamishoni, aliyepigwa risasi na kuuawa nchini Kenya mwaka wa 1998. Hivi karibuni Cassien Ntamuhanga, mwandishi wa habari mkosoaji, alitoweka baada ya kutoroka gerezani nchini Msumbiji mwaka wa 2021 ama 2021. Hatima yake bado haijulikani, ingawa baadhi ya vyanzo vinamchukulia kuwa ameshafariki. Kusini mwa Afrika, Seif Bamporiki alipigwa risasi na kuuawa nchini Afrika Kusini mwaka wa 2022, huku Revocan Karemangingo, mwanajeshi wa zamani aliyekuwa uhamishoni, naye akiuawa nchini Msumbiji ama Mozambique. Waandishi kadhaa wa habari pia wanatajwa miongoni mwa wahanga, kama vile padri na mwandishi wa habari Andre Sibomana, aliyefahamika kwa misimamo yake ya ukosoaji, alifariki mwaka wa 1998. Watu wake wa karibu waliwahi kudai kuwa alinyimwa matibabu, madai ambayo mamlaka hazijawahi kukiri kama tendo la makusudi. Na mwaka wa 2010, Jean-Leonard Rugambage aliuawa mbele ya nyumba yake mjini Kigali baada ya kuchapisha na makala nyeti. Katika mwaka huo huo, Andre Kagwa Rwisereka, aliyekuwa mwanachama wa zamani wa Front Patriotique Rwandais FPR na baadaye kiongozi wa chama cha upinzani, alipatikana ameuawa katika mazingira ya kikatili. Kesi tata ya kifo cha Kizito Mihigo, mwimbaji wa muziki wa Injili na mtetezi wa maridhiano ya kitaifa, kilizua hisia kali. Alikamatwa kwa tuhuma za kujaribu kukimbia nchi na baadaye kupatikana amefariki katika selo yake mwaka wa 2020. Mamlaka zilihitimisha kuwa alijiua, huku mashirika kadhaa ya kiraia yakitaka uchunguzi huru ufanyike. Wapinzani wengine waliokuwa uhamishoni, akiwemo Anne Rwangira, wanadaiwa kufariki katika mazingira yanayotajwa kuwa ya kutatanisha na watu wao
wa karibu, hasa nje ya nchi. Hata hivyo, katika baadhi ya matukio, taarifa zilizopo ni chache au zinapingwa. Matukio haya yaliyoenea kwa zaidi ya miongo miwili yanaendelea kuchochea tuhuma za ukiukaji wa haki za binadamu dhidi ya Kigali. Serikali ya Rwanda kwa upande wake imekuwa ikieleza kuwa madai hayo ni kampeni za kupotosha ukweli zinazolenga kuchafua taswira ya nchi. Kutokana na kukosekana kwa maamuzi ya kimahakama ya kimataifa yanayobainisha wazi uwajibikaji katika visa vingi, mjadala unaendelea kuwa mkali kisiasa na kidiplomasia kuhusu ulinzi wa wapinzani na uhuru wa kujieleza nchini Rwanda na katika diaspora yake yote. Kutokana na utafiti huu wa hawa wa Marekani, wewe kama vile mfuatiliaji wa hali ya kisiasa katika nyanda za maziwa makuu barani Afrika, una lipi la kusema ama lipi la kuongea? Tunataka tuone maoni yako kwenye comment section ili tujue ya kwamba kwa uelewa wako, je, Kagame anastahili kustakiwa ama kufikishwa mahakamani ama aje? Kwa sababu uthibitisho ni mwingi sana, na baadhi ya ripoti huwa kabisa zinathibitisha maovu ambayo yeye na mamlaka yake ya FPR wamefanya katika nchi ya Rwanda. Na tukutane kwa majaliwa kwa ajili ya kuendeleza habari zetu za kila siku, na najua mtabaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu. Chao.